Imewadia kipindi ya kusikia neno. Na kama ilivyo kawaida ndani ya kanisa la Yesu Kristo ulimwenguni, kitu ya maana sana ni nini? Ni neno. Au kwa Mungu au ndani ya kanisa, kitu ya maana sana ni nini? Ni neno. Kwa sababu wanasema hivi, hapo mwanzo palikuwako neno. Kumbe pasipokuwa na neno hakungepatikana mwanzo. Sema amina. Kumbe neno ndio kila kitu na ndio mwanzo. Kwa sababu wanasema before mwanzo ikue, neno lilikuwa. Mwanzo ilipata neno. Sema amina. Amina. Hapo mwanzo palikuwako na neno. Yaani kumaanisha neno lilikuwa before hata mwanzo ianze. Amen. Amina. Kumbe tunapokusanyika malapa, ikifika kipindi cha neno, unajiseti vizuri, unakaa kizuri, unakaa yani vizuri kwa ajili ya kupokea neno la Mungu. Kwa sababu neno la Mungu ndio litakusaidia ndani ya hii dunia. Pasipo neno la Mungu hauwezi kuwa na maana yani hauwezi pata lolote, kwa sababu anasema pasipokuwa na hilo mwanzo hakungefanyika chochote chenye kilifanya nini? Kilifanyika. Kumbe neno ndio linafanya kila kitu. Amen. Amina. Last Sunday mwalimu hapa alihubiri habari ya mafundisho. Akasema unapaswa kufuata mafundisho kwa kuelewa hii kanisa vizuri, unapaswa kufundishiwa. Alisema kwa kuelewa neno la Mungu ni sharti ufanye nini? Ufundishwe. Na kama wewe unajua basi na wewe enda ufanye nini? Ufundishe. Ni habari tu ya kufundishwa na kufundisha. Kufundishwa na kufundisha. Kama vile Kristo alivyoshuka toka mbinguni kwa ajili ya kuja kufundisha. Amen. Amina. Alifundisha wa mitume. Mitume nao walipofuata njia, yani mafundisho, walifika mwisho. Kwa sababu mafundisho iko na mwanzo na iko na mwisho. Wakati walifika mwisho, Yesu ashamaliza kufundisha. Akawaagiza sasa, na nyinyi jumusha pata yote mafundisho, mushajua kweli. Kweli shawaeka huu. Aya, enendeni kote ulimwenguni, mukafanya mataifa kuwa wanafunzi wa Yesu. Kumaanisha kama unaenda kufanya mtu mwanafunzi, wewe ndio utakuwa mwalimu kwake na yeye atakuwa mwanafunzi kwako. Sema amena. Amina. Kwa Mungu cha maana tu ni kujua neno. Amen. Amina. Kwa sababu ukijua neno huwezi tenda dhambi, huwezi fanya uovu, huwezi kosea mwenzako. Juu ya nini? Neno ndio linakuongoza. Amena. Amina. Neno kama linakuongoza, utajua jinsi ya kutembea ndani ya hii dunia. Mwalimu ndiye alikuwa anatushauri vile last Sunday. Nikasimama, nikashauri, nikatoa sheria. Lakini sheria nilitoa kwa sababu ilitolewa na Kristo mwenyewe. Amina. Amina. Ile sheria yenye ilitoka la sana ilikuwa nasema aje? Amri kuu yenye ninawapa ndio hii. Last Sunday, Zaeni mkaongezeke, mkaijaze. hapana. Amri kuu yenye baada ya mwalimu kuhubiri, nilisimama kwa ajili ya kutilia mkazo ile mahubiri. Nikasema mwalimu alisema mwende mfundishe watu, muaminishe watu, muwalete malapa. Mimi nikasema mwalimu amehubiri vizuri, sawa. Wende ufundishe, uaminishe watu. Ndio. Lakini watu watakuamini aje? Watakufuata aje ndio ukuje na wao hapa ndani? Nikasema kumbe amri ilitolewanga ndio uende uaminishe watu. Amri kuu ni hii yenyewe na wao. Mfanye nini? Mpendane. Ndio vile. Mpendane, upendo ndio amri kuu. Pendo tu ndio amri kuu. Kwa sababu ukipenda na upende, mpendane nyinyi kwa nyinyi, mtashirikiana kwa kila jambo. Au utaona ndugu yako akiumia, before kuambie utakuwa umemwona kwa sababu unampenda na mnashirikiana kwa pamoja. Na kama mnapendana, mnafarijiana nyinyi kwa nyinyi, yule jirani ndio sasa ile
ufarijiano na ile upendano ndio itamvuta aseme na mimi naweza jiunga na hao watu. Wanaonekana wako na roho nzuri, wako na upendo. Amina. Amina. Ile ilikuwa la Sunday. Sasa soma. Yaani chenye kilinishangaza, nilitaka kuhubiri ile Sunday. Lakini ile mahubiri yenyewe nilitaka kuhubiri ndio ilihubiriwa tu kwa sababu uliona nilisimama nikasema sitaenda kugume wala kushoto, nikasimamia tu hapo hapo. Kwa sababu alihubiri mahubiri yenyewe nilitaka kufanya nini? Kuhubiri. Na nikasema kweli utukufu ni kwa Mungu. Soma Yohane 13:21. Yohane 13:21. Niko pale. Soma Yohane 3:21. Yohane 13:21. 13:21 Yohane. Ndio. Naye alipokwisha kusema hayo. Sasa usikie, nataka nikupea hadithi kidogo ili upate kujitambua wewe unasimamia wapi. Kwa sababu ni wengi wanaingia ndani ya makanisa, wengi wanaingia kwa ajili ya kuabudu Mungu, wengi wanasema wanaenda kumwabudu Mungu, wengi wanasema wao ni washirika, wao ni Wakristo. Pasipo kujua unaweza kuwa Mkristo lakini umesimamia saidi nyingine au nyingine. Unapaswa kujitambua kama wewe kweli unaenda kuabudu Mungu, unamfuata Mungu, unamfuata kwa upande gani, unasimamia wapi. Amen. Amina. Soma. Naye alipokwisha kusema hayo. Ni Yesu. Yesu alifadhaika rohoni. Yesu, kwa nini sasa Yesu anafadhaika? Kama vile mitume wenyewe wanapanga wanafadhaika. Unaweza kuwa unaongelesha mwanafunzi akusikii, unafadhaika. Ama umeona jambo kwa mwanafunzi, inabidi mwalimu ufadhaike au mtume unafadhaika. Amen. Amina. Au unaweza ona kuna jambo lenyewe litatokea pale mbele, unafadhaika. Sasa mtu atashangaa, mbona papa amefadhaika? Mbona papa amenyamaza hivyo? Mbona haongei? Amena. Amina. Yesu alipomaliza kusema haya, Yesu alifadhaika rohoni akashuhudia akisema, alifadhaika rohoni, yani alihuzunika ndani ya moyo akasema, amini amini nawaambieni, amini nawaambieni wanafunzi wangu, amini nawaambieni, mmoja wenu atanisaliti. Hiyo ndio ilifanya Yesu kufadhaika. Amena. Amina. Kwa sababu ya nini? Yesu ameshatembea na wanafunzi miaka ya kutosha. Washapata mafundisho, wamefika mpaka mwisho. Lakini kuna kuja kupatikana msaliti mwisho atakaye saliti Yesu. Na ni mwanafunzi mwenyewe ametembea na Yesu. Yesu amemuombea usiku na mchana, amemsaidia kwa kila jambo. Ni jambo la kusikitisha sana, ni sharti tu fadhaika. Lakini Yesu hakuwa anamwambia, Yesu hakuwa anamuonyesha ubaya, hakuwa anamuonyesha kama hamtaki. Soma, usikie wenyewe mitume wanapaswa kuu. Wanafunzi wakatazamana. Sasa Yesu kumbe, Yesu hawezi ambia mwanafunzi ati fulani anakwanga na roho mbaya, fulani ni mubaya. Unanyamaza tu, unajua fulani ni mubaya, lakini mimi nitazidi tu kumuombea kusudi ageuke akuwe mzuri. Ama unaweza pata fulani hatafika mwisho, ataacha mafundisho. Hauwezi enda ukiambia watu fulani hawezi fika mwisho, ataachanga tu mafundisho. Hapana, unanyamaza tu. Ndio kazi ya mtume. Wanafunzi Sasa wakati Yesu alisema, tazama kuna mmoja wenu atanisaliti, wanafunzi wakaanza kutazamana. Kutazamana ni nani sasa? Ni nani? Wanafunzi wakatazamana huku wakiona shaka ni nani amtajaye. Wakawa na mashaka. Sasa ni nani mwenye atasaliti Bwana wetu Yesu Kristo, mwalimu wetu? Ni nani mwenye atamsaliti? Ni nani mwenye ataacha papa? Ni nani huyo mwenye ataacha hii kanisa, ataacha mafundisho? Ni nani kweli? Wakaanza kuulizana maswali. Na palikuwapo mmoja wa wanafunzi wake. Unasikia sasa, palikuwako mmoja ndani ya wanafunzi wake. Kuna mmoja ndani ya wanafunzi wake ameegama kifuani pa Yesu. Kumbe yule mmoja alikuanga analalia kifua cha Yesu. Ndio wa karibu sana kwa Yesu. Ndio rafiki mkubwa wa Yesu. Na Yesu alimpenda
kuliko wengine. Ambaye Ndiyo. Yesu alimpenda. Si unasikia? Kuna mmoja ndani ya miongoni mwa wanafunzi alikuwanga analalia kifua ya Yesu kila mara, na Yesu kwa kweli alimpenda sana. Basi Simoni Petero akampungia mkono, akamwambia. Simoni Petero akapunga mkono, yaani akainua mkono juu akamwambia, uliza ni nani amtajaye? Rudia tena. Basi Simoni Petero akampungia mkono, Simoni Petero akampungia mkono akamwambia, uliza ni nani amtajaye? Aliambia yule mwanafunzi mwenyewe alikuwa anapendwa na Yesu. Uliza Yesu ni nani mwenyewe anataja? So, basi yeye hali akimwelekea Yesu kifuani chake akamwambia. Rudia tena vizuri pako kwa utaratibu. Soma kwa utaratibu kwa ustadi. Basi Simoni Petero akampungia mkono akamwambia. Ndio. Uliza. Ni nani amtajaye? Ni nani mwenyewe Yesu anataja? Basi yeye hali akimwelekea Yesu kifua chake. Kifuani mwake. Akamwambia. Bwana. Akamwambia. Bwana. Ni nani? Basi ni nani wewe mwenyewe unasema atakusaliti? Ni nani sasa miongoni mwetu? Ni nani? Hatujui. Lakini si tuko tunajua. Twende. Basi Yesu akajibu. Ndiye mtu yule nitakayemtowelea. Sasa mtazame tu mkaze macho. Mtu mwenyewe nitammegea tonge na kumpa. Mtu mwenyewe nitamtolea tu tonge na kumpa. Yeye anasema vile na mwenyewe atapewa, bado anasikia hiyo conversation. Maongezi. Akatowelea tonge. Akatoa tonge. Akalitoa akampa Yuda. Akampa Yuda lile tonge. Mwana wa Simeoni Iskarioti. Alikuwa mwana wa Simeoni Iskarioti. Na baada ya hiyo tonge shetani alimuingia. Sasa kumbe Yesu ndiye aliingiza shetani ndani ya nani? Ndani ya Yuda. Kwa sababu Yuda hakuwa na shetani. Yaani Iskarioti msaliti hakuwa na shetani. Alikuwa mwanafunzi mzuri sana na Yesu alimpenda sana. Alimpenda kuliko waaminifu wa wanafunzi wengine. Lakini alikuwa mwanafunzi. Sasa alikuwa mwanafunzi upande gani? Amesimamia wapi? Juu wote walikuwa wanajiita sisi ni wanafunzi wa Kristo. Sisi ni wanafunzi wa Yesu. Sawa. Umesimamia wapi? Kwa upande wa usaliti ama kwa upande wa haki? Juu yote ndio inafanya maandiko itimie. Sema Amina. Pasipo usaliti na pasipo uongo, neno haliwezi fika mbele. Hatuwezi fika mwisho, lazima kuonekane msaliti kusudi yule mwingine aseme kumbe hii maneno inakuanga kweli. Sema Amina. Iskarioti alifuata mafundisho vizuri. Alifundishwa na Yesu vizuri, walitembea na Yesu, walitenda miujiza pamoja, lakini kumbe mwishowe atakuja kuangukia kwa mkono mbaya. Sasa Yesu anamega tonge, anampea Iskarioti. Ndio shetani anafuata lile tonge, anamuingia nani? Yuda. Soma papa. Wakati Yesu alimega tonge, akamupa Yuda, shetani akamuingia. Basi Yesu akamwambia. Sikia, ye Yuda hakujituma, wala ye Iskarioti hakujipeleka. Yesu akamwagiza. Yeye alikuwa anafuata masharti kutokana na nani? Na Yesu, na kutokana na mwalimu. Yesu akamwambia. Uyatendayo tenda kwa upesi. Yeye unatenda, ili utende kwa upesi, ili utende kwa haraka sana. Wala hakuna mtu Soma papa. Wala hakuna mtu katika wale walioketi chakulani aliyeijua sababu ya kumwambia hivyo. Sasa wakati wanafunzi wako kwa pamoja kwa chakula, yaani wakati mwalimu anahubiri, ndio chakula, wanakula. Venye ninahubiri hapa saa hii, hauwezi jua kama neno linaingia kwako ama linaingia kwa yule mwingine
Yeye Mungu peke ndiye anajua. Sema amen. Amina. Ama wewe mwenyewe ndio unasikia hiyo ni yangu ama hiyo si yangu, inanipita. So katika chakulani hakuna mwenye alijua Yesu kwa nini amesema enda ufanye chenye unafaa kufanya kwa uwepesi. Kwa maana wengine Wakaanza kudhania. wengine walidhania Wengine wakaanza kudhania kwa kuwa Yuda huchukua mfuko. kwa kuwa Yuda ndio, kwa sababu kumbe alikuanga wa karibu wa Yesu, alikuwa mweka hazina. Ya kwamba Yesu alimwambia kama nunua unavyohitaji kwa sikukuu. Ati wakaanza kudhania kama maybe Yesu amemtuma aende afanye shopping kwa ajili ya sikukuu. Sema mena. Fanya kwa upesi. Ndio fanya kwa uwezo, kwa sababu sikukuu zimekaribia. So wakadhania Judas Iscariot ndiye alikuwa mweka hazina, secretary ama treasurer. Wakasema maybe amemwambia chukua pesa aende afanye shopping kwa ajili ya sikukuu. Amen. Ndio. Alafu au kwamba awape maskini kitu. Au juu walikuwa watenda wema, walikuwa wanatembeanga wakitenda wema. Labda Yesu amemwambia Yuda Iscariot achukue pesa fulani aende asaidie nini? Masikini. Basi huyo akisha kulipokea lile tonge. Basi Yuda akisha kupokea lile tonge, akatoka mara hiyo. Hakusita, alikula tutonge na akasimama mara moja. Akatoka. Nako kulikuwa ni usiku. Alitoka usiku. Kwa nini hakutangeacha amkia asubuhi? Kwa nini hakungoja aende asubuhi? Alitoka usiku. Ndani ya nini? Ndani ya giza. Usiku kunapanga ndani ya giza, ni giza. Baba soma kitabu. Basi huyo alipokwisha kutoka. Basi Yuda alipokwisha kutoka, Yesu akasema, sasa ametukuzwa mwana wa Adamu. Wakati tu Yuda alitoka na kwenda, Yesu akasema mwana wa Adamu sasa ashatukuzwa. Naye Mungu ametukuzwa ndani yake. Na pia Mungu ametukuzwa ndani ya mwana wa Adamu. Mungu naye anamtukuza ndani ya nafsi yake. Na Mungu sasa anamtukuza Yesu Kristo ndani ya nafsi yake. Naye atamtukuza mara. Naye atamtukuzanga tu mara kwa mara. Soma papa. Enyi watoto wadogo. Sasa akasema enyi watoto wadogo, bado kitambo kidogo nipo pamoja nanyi. Bado tu muda kidogo. Wakati unaona papa maybe anakusumbua sana, fuata mafundisho, kuja tukufundisha. Ni kwa muda tu, juu tunawaambianga mafundisho ikifika mwisho tunaachana. Kama utaendelea wewe utaenda kufundisha sawa, lakini itakuwa ya maana kwa sababu itakusaidia. Mchawi hata kuroganga, mulozi hata kuchezeanga. Yani utakuwa huru kweli. Ni wewe na Mungu. Au utafuata tena papa niombe, hapana. Sisi tunakufanyia tu tunakwambia fuata mafundisho, ni kwa kipindi tu na inaisha. Kama inaishia pale unaenda shughuli zako. Soma. Enyi watoto wadogo. Bado kitambo kidogo niko pamoja nanyi. Mtanitafuta. Ndio vile. Mtanitafuta. Na kama vile nilivyowaambia Wayahudi ya kwamba Yesu aliambianga Wayahudi, mimi niendako ninyi hamwezi kuja. Kwa hiyo mimi nitaenda, hamtakuja. Kadhalika sasa nawaambia ninyi. Akaambia wanafunzi, na mimi kwenye nitaenda vile vile. Amri mpya nawapa. Na mimi nawaambia nyinyi sasa. Amri mpya nawapa. Mimi nawaambia sasa. Soma papa. Amri mpya nawapa, mpendane. Na mimi nawaambia, ndio kwenye tulimalizia last Sunday. Amri mpya mimi nawapa, mpendane. Kama vile nilivyowapenda ninyi. Kama vile mimi ninavyowapenda. Ndio watu wote wanatambua ya kuwa na ninyi mpendane. Kama vile mimi ninavyowapenda, si baguani. Akuwe mbaya, akuwe mzuri, upendo ni ule tu. Tunatembea na yeye, tunakula na yeye, tunaketi na yeye. Kama vile Yesu alivyofanya
kwa Yuda na wanafunzi. Anajua huyu ni msaliti, lakini anakula na yeye, anatembea na yeye, wanashirikiana siri zote, anamjulisha, anajua ndio msaliti vizuri. Mpendane nyinyi kwa nini? Kama vile mimi ninavyowapenda nyinyi. Hivyo watu wote Ndio watu wote watatambua sasa, watu wote ndio watakuja kutambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu. ndio kwa sababu wakumbe mwanafunzi kwa kutambuliwa anakuwa na kitu ya kwanza ni upendo. Mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi, Utatambulika wewe ni wa hii kanisa kama tutaona upendo kwako. Unapenda watu wengine, unashirikiana na watu wengine, unakaa pamoja na watu wengine. Ndio tutajua huyu ni wetu. Juu kama upendo, mwenye upendo huvumilia yote. Mwenye upendo anavumilia yote. Mwenye upendo haezi saliti mwenzake. Mwenye upendo haezi acha mwenzake. Amena? Amina. Mwenye upendo huvumilia. Kama unapenda mtu hata akukosea namna gani, utamvumilia tu. Juu uko na upendo ndani mwako. Lakini kama huna upendo ndani mwako, utamwacha au utamchukia tena vibaya sana. Upendo ndio kitu ya maana na ndio yenye amri yenye Yesu aliachia mitume kama anaenda akawaambia nyinyi mpendane. Kweli nyinyi ni wanafunzi na kama nyinyi mmekuwa wanafunzi mtaaminifu. Unataka kufundisha mtu na unamchukia, havitawezekana. Ndio kwa sababu aliwaambia mpendane kwanza nyinyi kwa nyinyi. Tuone upendo. Huyu anatembelea huyu, huyu anatembelea huyu, huyu anaweza enda hata akae kwa huyu, hata alale huko, akule huko na akunywe huko pasipo kusikia wivu. Amen. amina. Upendo. Unapata pesa, unasaidia yule mwingine. Usikule peke yako, saidia yule mwingine, saidia na jamii yenu. Acha kuwa mchoyo. Kama uko mchoyo huna upendo, hatujaona upendo bado. Pata 100, pea 20 ama pea 10, mupe 10, wewe baki na zile zingine zitakusaidia. Hiyo ndio upendo. Amina. Amina. Wamitume walikuwa wanatoa wanabaki bure. Wamitume akina Yesu walikuwa wanatoa wanabaki bure kabisa, lakini wanasaidia watu, wanatenda wema. Ndio Mungu atakufungulia hazina yake, hautakosanga kwa maisha yako. Amina. Amina. Lakini ukijibana ole wako. Soma. Simoni Petero akamwambia, Bwana, unakwenda wapi? Simoni akamuuliza, Yesu, wewe unaenda wapi tena? Yesu akamjibu, niendako huwezi kunifuata sasa. Kwa nini mimi naenda? Hawezi kunifuata sasa. Yaani kwa sasa huwezi nifuata. Lakini utanifuata baadaye. Kumbe kwenye wakati utasikia tumefika mwisho, mimi nitaenda zangu. Kwa nini nitaenda zangu? Wewe huwezi kuja kule. Lakini utakuja baadaye sasa. Kama tushapitisha muhuri ni wetu, ndio utakuja kwenye nini nitaenda. Unajua nyinyi tunasoma tu Biblia, mnachukulia kama historia. Siku moja mtashuhudia zikitendeka, ndio mtajua kumbe hii mambo ni kweli. Kumbe hii mambo ni reality. Amen. Amina. Tena na kile kitabu. Soma kitabu cha Warumi 12 moja yake. Warumi 12 moja.